Moja kwa moja tuinamisha vichwa vyetu sasa, tumwombe Mungu kwa ajili ya neno la leo. Tumwombe Mungu sasa. Mungu wetu, tuko mbele zako tena tukikushukuru kwa jinsi ulivyotukusanya pamoja kwa neema yako. Ukiona nia kutusikizisha maneno yako, ukiona nia kutufundisha tena ili tupate faida kama neno lako lisemavyo. Sema na utumishi wako tunasikia katika jina la Yesu. Amen. Somo letu sasa muhimu sana siku ya leo lina kichwa, mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Kichwa cha somo letu kinatokana na neno la msingi ambalo mstari wote tunaosoma katika neno letu la msingi ndio kichwa cha somo pia. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 29. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 29 tunasoma, mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Wakorintho wa kwanza 1:29, mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Kujisifu kunakotajwa hapa kunamaanisha nini? Katika maana yake kunaweza kuwa na maana nyingi katika Biblia ya kujisifu, lakini ufafanuzi ambao tutauchambua leo utatupa msingi wa maana hizo, na zaidi sana utatufahamisha maana ya msingi tunayotakiwa kuifahamu na kuitendea kazi majira kama haya. Twende pamoja katika Yakobo ili tupate ufafanuzi huo wa kujisifu. Yakobo sasa, Yakobo sura ile ya Yakobo sura ile ya 4. Yakobo sura ile ya 4 mstari wa 13 mpaka mstari wa 16. Yakobo sura ile ya 4 mstari wa 13 mpaka mstari wa 16 tunasoma. Haya basi, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui yatakayokuwako kesho. Uzima wenu ni nini?
maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo, kisha hutoweka. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi, maana yake hamsemi hivyo, lakini kinyume chake mnasema kavu, leo au kesho tutaingia katika mji fulani na humo tutakaa mwaka mzima na tutafanya biashara, na biashara hiyo itatupa faida kubwa, wakati hamjui yatakayokuwako hata kesho, achilia mbali mwaka mzima. Sasa Mungu anasema uzima wenu nini? Maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo, kisha utoweka. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi, lakini sasa, angalia kwa makini mstari wa 16, lakini sasa mwajisifu katika majivuno yenu. Tuseme wote maneno yanayofuata. Kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Tena. Kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Ndiyo. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Na hapa tunafundishwa maana mmojawapo ya kujisifu mbele za Mungu. Pale ambapo tunaona tumeishi siku fulani, tumeimaliza, tumekuwa salama mwezi mzima, tumekuwa salama mwaka mzima, pale tunapofikiri au kuzungumza kwa tambo na kuwaza kwamba ni kwa nguvu zetu tu tumeweza tukamaliza siku salama. Sasa kujisifu kote kwa namna hiyo ni kubaya. Lazima tujue hatujui atakayozaliwa kwa siku moja, achilia mbali mwezi, achilia mbali mwaka. Kwa hiyo tunapofikia majira kama haya ambayo tunahesabu siku chache kabla ya mwisho wa mwaka, ni wakati wa kumshukuru Mungu sana. Kimsingi, ile mtu ambaye hajisifu hutoa shukurani. Kutoa shukurani, Mungu anasema, ndio dalili au ishara kubwa kwamba mtu hajisifu mwenyewe mbele za Mungu. Mtu anapotoa dhabihu ya kushukuru, mtu anapotoa sadaka ya shukurani kwa kumaliza mwaka, kwa kumaliza mwezi, kufanya hivyo, Mungu anasema ndiko kumtukuza, ndiko kunakohesabiwa hasa kwamba hatujisifu mbele zake, lakini tunamsifu yeye, tunamtukuza yeye. Pale tunapotoa dhabihu ya kushukuru au sadaka ya shukurani, tunakuwa tunamwambia Mungu kwamba bila wewe nisingeweza kumaliza mwaka huu. Niko hivi nilivyo kwa sababu yako wewe, kwa sababu wewe umependa niwe hivi nilivyo.
Na hapo ndipo tunapokuwa tunajilinganisha na wengi ambao wamekufa, wengi ambao hawapo pamoja nasi. Tulikuwa nao mwanzo wa mwaka, lakini hawako pamoja nasi. Hawako pamoja nasi sasa. Na kwa nini hawako pamoja nasi? Je, sisi tumekuwa bora kuliko wao? Tukifikiri hivyo, tunajisifu mbele za Mungu. Tukiwaza hatujaugua mwaka mzima kwa sababu tuna imani sana kuliko wengine, kufanya hivyo ni kujisifu mbele za Mungu. Na anasema mwenye mwili awaye yote asifanye nini? Asijisifu mbele zake. Tukiwaza kwamba hajakufa kwa sababu sisi ni wajanja sana, tuna fedha za matibabu, tunajua jinsi ya kuangalia afya zetu kuliko wengine. Yote hayo ni kujisifu kuliko kubaya. Kujisifu kote kwa namna hiyo ni kubaya. Lazima tujue wako watu wengi wana fedha nyingi sana tu za matibabu, wanapata matibabu mazuri sana, wanakwenda katika hospitali nzuri sana, lakini huko kwenye hospitali nzuri sana ndiko wanapofariki huko. Uzima wetu ni kama mvuke tu uonekanao kwa kitambo kisha hutoweka. Na hivyo ni kwa neema yake tu na kwa rehema zake tu ndipo kwa neema zake na rehema zake tu tumekuweko mpaka sasa. Mwaka mmoja ni mrefu sana, na ni neema ya Mungu kwamba tunaishi mpaka leo. Kweli si kweli? Nuhu alikuwa amepona yeye pamoja na familia yake, yeye, watoto wake watatu pamoja na wake zao, kila mmoja mke wake, jumla watu 8. Wengine wote dunia nzima wakaangamizwa kwa gharika. Kimsingi Mungu aliwaangamiza wale wote walio wachafu, wale wote wenye dhambi, wale wote waliokuwa na harufu ya uasherati na uzinzi. Lakini akamwona Nuhu pamoja na kizazi chake kuwa ni mtu mkamilifu mbele zake, na kwa hiyo akamhifadhi Nuhu pamoja na jamaa yake.
Biblia inasema katika Mwanzo, angalia Mwanzo sura ile ya 6. 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 Tunasoma mstari ule wa tano mpaka mstari ule wa Mwanzo 6, tusome mstari wa 5 mpaka mstari ule wa 13. Mwanzo 6:5 mpaka 13. Bwana akaona kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi kwamba nimewafanya. Tuseme wote, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Angalia maneno hayo. Nuhu alikuwa mtu wa haki mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana 3 wa kiume, Shem na Ham na Yafet. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. Dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu ameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ndivyo ilivyokuwa. Mstari unaofuata inaelezea jinsi ambavyo gharika iliachiliwa juu ya dunia, na dunia yote ikafutiliwa mbali. Watu wote wakafa maji, kasoro Nuhu na wana wake 3 na wake zao, jumla watu 8. Mungu hapa anasema Nuhu alikuwa mtu mwenye haki mkamilifu. Na hivyo kwenye dhambi wakaangamizwa waliojaribu nafsi zao, lakini yeye akaingizwa katika safina, akahifadhiwa salama. Sasa tunajifunza kitu kwa Nuhu hapa. Mara tu baada ya maji kupungua, safina ikawa imetua mwisho, mahali ambapo ndio mwisho wake. Wakashuka kutoka ndani ya safina. Nuhu alitoa dhabihu ya shukrani, akachagua wanyama walio wazuri, akachagua sadaka zilizo nzuri, akamjengea Bwana madhabahu, akamtolea dhabihu ya kushukuru. Hakujisifu moyoni mwake,
na kusema mimi nimesalimika kutokana na gharika kwa sababu ya ukamilifu wangu, kwa sababu nimeishi maisha ya haki mbele zake, na hawa walioangamizwa ni wachafu, ni wabaya, ni wenye dhambi. Lakini mimi kilichonifanya niwe salama ni kwa sababu nimeishi maisha ya ukamilifu mbele za Mungu. Angefanya hivyo, angekuwa amejisifu mbele za Mungu. Mungu anasema mwenye mwili awai yote, hata kama ameokoka, hata kama ni mkamilifu, hata kama ana haki kiasi gani, asijisifu mbele zake. Ajue amepata neema tu machoni pa Bwana. Tumesoma pale Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Amen. Na kabla kufanya chochote kile, akamtukuza Mungu kwa dhabihu ya kushukuru. Katika Mwanzo sura ile ya 8 hapo mbele, Mwanzo sura ile ya 8 mstari ule wa 18 mpaka mstari ule wa 20. Mwanzo sura ile ya 8 mstari ule wa 18 mpaka mstari wa 20. Basi Nuhu akatoka, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi kwa kabila zao, wakatoka katika safina. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Hii ndio dhabihu ya shukrani. Hii ndio dhabihu ya shukrani. Anavitoa kama sadaka ya kumshukuru Mungu, kwamba asante Mungu kwa sababu nimepata neema machoni pako. Nimepata neema machoni pako. Na mimi ningekuwa nimeangamizwa kama hao wengine. Kama nimekuwa mkamilifu, ni kutokana na wewe Bwana. Ukamilifu nimeupokea kutoka kwako. Nimeishi maisha ya haki mbele zako, na si kwa uwezo wangu wala kwa nguvu zangu, ni kwa uwezo wako. Maana pasipo wewe mimi siwezi kufanya neno lolote. Asante kwa neema yako. Yule mtu ambaye anajua kwamba yuko hivyo alivyo kwa sababu ya neema, kwa sababu amepata neema machoni pa Bwana, huyu mtu ndio anahesabiwa hajisifu mbele zake. Kinyume chake, anahesabika anajisifu mbele za Mungu, na kujisifu kokote kwa namna hiyo, maandiko yanasema ni kubaya, na kama ni kubaya huleta matokeo mabaya vile vile. Sasa kama tulivyogusia, ndio maana Mungu anasema katika Zaburi ya 50 mstari wa 23, Zaburi ya 50 mstari wa 23, Mungu hapa anasema, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Ile ambaye sasa anakaa na kutafakari na kuangalia, kwa mfano kama hivi tunavyomaliza mwaka, imekuwaje yeye yuko miongoni mwa watu wanaomaliza mwaka, yeye na familia yake, ndipo anagundua si kwa uwezo wake,
si kwa nguvu zake, ni kwa sababu amepata neema machoni pa Bwana. Na mtu anayegundua amepata neema machoni pa Bwana, anadhihirisha hicho anachokiwaza moyoni kwa kutoa dhabihu ya kushukuru, au kwa lugha nyingine kwa kutoa sadaka ya shukrani. Amen. Ndugu zangu, tunapomaliza mwaka, wakati wote lazima tukumbuke idadi ya watu wanaokufa kwa mwaka mmoja ni wengi sana duniani. Kulingana na takwimu za hivi karibuni, kila sekunde moja wanakufa watu wawili. Sekunde ni ile tu tap, sekunde moja namna hiyo, wako watu wawili wamefariki duniani. Sekunde moja. Kila dakika moja watu 105 wanakufa. Watu 105 wanakufa kila sekunde. Karibia watu wawili wanakufa, na kila dakika moja watu takriban 105 wanafariki duniani. Kila dakika, kila saa moja wanafariki watu takriban 6,316. 6,316 kwa saa moja wanafariki duniani. Kwa siku moja sasa, watu wanaofariki kwa siku moja ni takriban 151,600. 151,600. 151,600. Jaribu kuwaza. Laki moja na 51,600 wanakufa kwa siku moja. Sasa piga hesabu ili uone kwamba kwa mwaka mzima sasa wanakuwa wamekufa watu wangapi? 151,600 kwa siku moja. Laki moja na 151,600 kwa siku moja. Sasa zidisha mara 365. Unapata ngapi? Jaribu kupata picha tu ya watu wangapi
1,51,600 zidisha mara 365, unapata idadi ya takriban 1,53,34,000. 1,55,334,000 ni karibu sawa na idadi ya Watanzania wote, idadi ya wakazi wote wa nchi ya Tanzania wanakufa kila mwaka duniani. Yaani manake tangu tuanze mwezi wa Januari mpaka hivi tulipofikia, takriban watu waliofariki duniani ni idadi ya Watanzania wote. Lakini wewe haumo. Hiyo sio neema? Hiyo sio neema? Ukizingatia kwamba sio wote waliofariki wamefariki kwa sababu wanaumwa. Ni kweli wako waliofariki ambao hawakuumwa kabisa, si ndio? Wameamka salama tu wakakutana na ajali njiani. Wengine wala sio ajali, wamejikuta tu wameinuka, wakaanguka au kuinuka tena. Wengine wamelala alafu hakuamka, ndio wakafa usingizini. Wengine wamebeba mimba salama tu, siku ya kwenda kujifungua, wakati wanajifungua wao wanafariki. Mtoto ndio anabaki salama, hata mtoto hawakumuona kwa macho yao. Wao wamekwenda kujifungua labda mwaka huu, labda mwanao au ndugu yako ameenda kujifungua mwaka huu. Wanaofariki wakati wa kujifungua ni wengi sana, lakini wa kwako amerudi salama. Hapo ndipo tunatafakari. Labda umeendesha gari, ni dereva tangu Januari mpaka leo, hujapata ajali. Si kwa sababu wewe ni fundi sana, hujapata ajali kwa sababu wewe ni fundi sana wa kuendesha gari. Unaweza kuwa fundi sana ukagongo kwa nyuma, kweli si kweli? Akapita tu mvuta bangi huko akakusababishia ajali mbaya sana. Ni kwa sababu tu tumepata neema machoni pa Bwana. Amen. Mtu awai yote asije akafanya nini? Asije akafanya nini? Akajisifu mbele za Mungu kwamba mimi nimekuwa hivi nilivyo kutokana na ukamilifu wangu, kutokana na utakatifu wangu, kutokana na jinsi nilivyokuwa makini sana kuangalia vyakula navyotakiwa kula kuliko watu wengine. Nimekuwa makini sana kuangalia vyakula vinavyoweza kuniletea madhara, ndio maana ninaishi. Nimekuwa makini sana. Huko kote ni kujisifu mbele za Mungu. Wako walioangalia sana chakula wanachotakiwa kula, lakini wamefariki. Wako waliokuwa makini sana kuhusiana na afya zao, lakini bado wamefariki. Kujisifu kote kwa namna hiyo ni kubaya. Tunapomaliza mwaka, sisi nasi tunaweka ukamilifu wetu pembeni, tunaiweka haki yetu pembeni, lakini tunatafakari kwamba kumaliza mwaka hakuna tofauti sana na yale yaliyotokea wakati wa Nuhu. Kama milioni zaidi ya 55 wamefariki mwaka huu, hakuna tofauti sana na kile kilichotokea wakati wa Nuhu.
lakini sisi tumesalimika. Si vema mbele za Mungu kuanza mwaka mwingine bila kwanza kutoa dhabihu ya kushukuru. Na Mungu anasema wale wanaotoa dhabihu ya kushukuru ndio wanaomtukuza, ndio wanaomwambia Mungu, nimemaliza mwaka huu si kwa nguvu zangu, ni kwa nguvu zako. Wewe kumbuka mwaka mzima umekuwaje. Kuna wakati labda umekuwa hoi kabisa kabisa, hata unawaza labda wiki sitaimaliza, lakini ghafla unaona kuna kitu kimekuinua tena, kuna nguvu fulani imekuinua tena. Kuna wakati ambapo umelala hoi kitandani, hata unawaza sijui kama nitainuka, homa nzito, lakini umeinuka tena. Mara ngapi imekutokea kitu cha namna hiyo tangu mwanzo wa mwaka? Ndipo wakati tunapokuja kutafakari yale yote tuliyoyapitia sisi wenyewe na jamaa zetu, na tunamwambia Mungu, nitakutolea dhabihu ya kushukuru. Nuhu hakuanza kufanya shughuli zozote nyingine, lakini alianza kwa kumtolea Mungu dhabihu ya kushukuru. Ndicho hiki ambacho tumekuwa tunakitafakari wakati kama huu, mwaka hadi mwaka, kwa sababu hili hatuwezi kulizoea. Amen. Hili hatuwezi kulizoea kwa sababu ni jipya kwetu wakati wote tunapoona mwaka mwingine tumeumaliza. Amen. Katika Zaburi 116 mstari wa 12 alafu mstari wa 17, Zaburi 116 mstari wa 12 alafu mstari wa 17 tunasoma, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nitakutolea dhabihu ya kushukuru. Ni ukarimu wake kwamba tunaishi. Hata kama unaumwa, ile tu kwamba unaishi, umepata neema machoni pa Bwana. Amen. Hata kama mwili wako bado na hali nzito, huwezi kuinuka, lakini ile kwamba umefikia wakati kama huu, umepata neema machoni pa Bwana. Kwa sababu wengine hawakuweza kupumua mpaka wakati huu, hawakuweza kufikia wakati kama huu. Wale wote ambao figo zao zilifeli, wale wote ambao moyo wao ulishindwa kufanya kazi, si kwa sababu sio kwamba yaliwapata hayo kwa sababu eti walikuwa wenye dhambi sana kuliko sisi. Yesu Kristo alizungumza maneno haya katika Luka 13. Luka 13. Luka 13. Luka sura ile ya 13. Luka sura ile ya 13, Biblia inasema hivi. Luka 13 mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa 3. Luka 13:1 mpaka 3. Na wakati huo walikuwapo watu waliompasha habari ya Ugalilaya, wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapata na mambo hayo? Nawaambia sivyo. Mstari wa 4 mpaka wa 5. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua,
madhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu, na waambia sivyo. Hayakuwapata haya kwa sababu walikuwa wakosaji kuliko watu wote, lakini sisi tumepata neema machoni pa Bwana. Amen. Na kwa sababu hii, kila mwaka wakati kama huu tunapenda kuitumia Jumapili ya mwisho wa mwaka kama Jumapili ya shukrani. Kila Jumapili ya mwisho wa mwaka katika kanisa hili tunaita Jumapili ya shukrani. Ni siku ambayo tunatafakari tangu tulivyoanza mwezi Januari na kumwambia Bwana asante kwa neema, asante kwa sababu nimepata neema machoni pako. Asante kwa sababu familia yetu imepata neema machoni pako. Unaweza kusema, lakini mimi nimefiwa watu kadhaa mwaka huu. Ni kweli umefiwa watu kadhaa, lakini kumbuka wako watu ambao wamefiwa watu wote. Ayubu alifiwa na watoto wake wote watoto wake wote 10 kwa siku ngapi? Kwa siku ngapi? Moja. Siku moja. Wengine wale tuliokuwa tunafuatilia habari vile vile, tunakumbuka yuko binti moja ambaye walimficha habari ya yale yaliyotokea kwa ndugu zake ili afanye mtihani kwanza amalize, na baada ya kumaliza kufanya mtihani ndio akamwambia ndugu zako, walikuwa wengi tu, ndugu zake wote kwa pamoja walikuwa wanasafiri na wamefariki wote kutokana na maafa ya mafuriko yaliyotokea hivi karibuni. Unaona, ndugu wote wanapukutika siku moja. Kwa hiyo nimefiwa na huyu mpendo wangu mmoja, nimefiwa na 2 na 3. Wako waliofiwa na wote wamebaki peke yao. Bado hata hapo tumepata neema machoni pa Bwana. Amen. Mimi nilishika ujauzito, lakini ujauzito sikuweza kujifungua. Nimejifungua, lakini nimejifungua mtoto akiwa amefariki. Sasa hapo napo nitashukuru wakati mtoto simuoni. Hata hapo bado umepata neema machoni pa Bwana. Wako ambao hawainuki, wako ambao sio mtoto anafariki, lakini na wao wanafariki, ile kwamba uko salama. Umepata neema machoni pa Bwana. Lakini mimi nimemaliza mwaka kwa kufeli mtihani, na hapo ni shukuru. Hata hapo bado umepata neema machoni pa Bwana. Madam unaishi, kushindwa huko sio kushindwa katika maisha. Bado unaweza kufanya mtihani tena na ukashinda na zaidi ya kushinda. Madam unaishi, bado kuna nafasi ya pili ya kufanya mtihani tena. Amen. Kwa hiyo kila mmoja wetu lazima tujue, tukimaliza mwaka bila kumpa Mungu shukurani, bila kutoa dhabihu ya shukurani, bila kutoa sadaka ya shukurani, hapo tunakuwa tumejisifu mbele zake, na kujisifu kote kwa namna hiyo ni kubaya. Lazima tujue ni Bwana tu amependa kwamba tunaishi hata sasa. Amen. Na Mungu anapendezwa na shukurani za namna hiyo, kiasi kwamba wakati Nuhu
na jamaa yake walivyomtolea dhabihu hizo za shukurani, Mungu alitamka baraka kubwa kwake na kwa kizazi chake. Katika Mwanzo pale tuliposoma katika Mwanzo sura ile ya 8 mstari wa 18 mpaka 20 tumesoma awali, na tukisoma sasa mstari wa 21 mpaka 22 tunaona jinsi Mungu alivyotamka baraka baada ya kusikia harufu ya kumridhisha kutokana na sadaka zile za kuteketezwa alizozitoa. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, yani wakati wa joto, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Baraka hizo zilitamkwa wakati ule, na hata sisi tunaenjoy baraka hizo zilizotamkwa wakati ule wa Nuhu, kwa sababu Nuhu alitoa dhabihu ya kushukuru kwa jinsi alivyopata neema machoni pake. Kwa sababu hiyo sisi nasi tukitoa dhabihu ya kushukuru wakati kama huu, dhabihu za kushukuru huwa zinamfanya Mungu atamke maneno ya baraka kwetu na kwa vizazi vyetu vingi vinavyofuata, kwa sababu ni jambo linalompendeza Mungu upeo. Kwa sababu hii, nyakati za Biblia kulikuwa na sadaka ambayo sadaka hii ilikuwa inawafanya watu wainuke, watoke mbali, wajihudhurishe hekaluni mara moja kwa mwaka kuja kuitoa. Katika Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza, Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza, tunaona sio tu walikuja kuitoa mara moja kwa mwaka dhabihu kama hii, lakini katika familia mtu alihakikisha kwamba kila mtu anakuwa na bahasha yake, kila mtu anakuwa na sadaka yake ya kutoa. Ni familia yote tumepata neema machoni pa Bwana, ndio maana tuko leo pamoja, tuko hapa, tunaweza tukasherehekea kumaliza mwaka. Kwa sababu hiyo, asiwepo hata mmoja katika familia ambaye atakuwa hajatoa dhabihu ya kushukuru. Lakini sisi wote kama familia, kumbuka wakati wa Nuhu walishukuru kama familia, wote wakashukuru kwa pamoja, kila mmoja alihusika katika ile dhabihu ya kushukuru. Na ndivyo walivyofanya hapa wakati ule wa mtu mmoja aliyeitwa Elikana. Samueli wa kwanza sasa sura ile ya kwanza, tunasoma mstari ule wa kwanza, alafu tutasoma mstari wa 3 mpaka mstari ule wa Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza, tutasoma mstari ule wa kwanza, alafu tutasoma mstari ule wa 3 mpaka mstari ule wa 4. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama Msufi wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elkana. Mstari wa 3 kuendelea. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwa wako huko. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu, humpa mkewe Penina sehemu,
akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Unaona, Elkana anampa mkewe dhabihu ya kutoa, na watoto wote waume watoto wa kiume na wa kike, kila mmoja anampa dhabihu ya kushukuru. Na alifanya hivyo mwaka hadi mwaka mwingine. Wako watu ambao katikati yetu wamekuwa wanafanya hivyo mwaka hadi mwaka, na mengi tunayoona mwaka unaofuata kwa hakika yanakuwa yametokana na ufunguo huo wa kumtolea Bwana dhabihu ya kushukuru tunapomaliza mwaka. Kwa sababu hii tunataka kufanya hivyo tena mwaka huu na kuzidi. Amen. 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 Kumaliza mwaka hivyo ni vyema si vyema? Ni vyema si vyema? Ndiyo. Tunamaliza mwaka kwa kujinyenyekeza mbele za Bwana na kumwambia Mungu, bila wewe nisingekuweko hapa. Amen. Watakatifu tuliowazika mwaka huu, wengine walikuwepo maombi ya tai, wengine walikuwa naishi maisha yenye ushuhuda wa ajabu kabisa katikati yetu, lakini wametangulia mbele za Bwana. Wengine ni watumishi wa Mungu wanaohubiri utakatifu, wametangulia mbele za Bwana. Kwa nini sisi tumepata neema tu machoni pa Bwana? Si kwa sababu ya lolote lile tulilofanya, si kwa sababu tuna hiki au kile, la hasha. Kujisifu kote kwa namna hiyo ni kubaya. Na hivyo sasa, la msingi la kuangalia, lazima tutoe sadaka ambayo harufu yake itamridhisha Bwana. Sio sadaka tu ili mradi tunatoa sadaka. Noa alichagua wale wanyama walio wazuri, ndio akawatoa kwa sadaka. Hakutoa mnyama yeyote tu, aliwachagua wale wazuri na akahakikisha ile sadaka ni nzuri, ni kubwa. Na hata Mungu anasema ile harufu ilivyopanda mbele za Bwana ikawa ni harufu ya kumridhisha. Lazima iwe sadaka ya kumridhisha Bwana. Mungu haridhishwi na kile tunachokitoa kama tunatoa tu kitu cha ziada. Hicho hakimridhishi Bwana, hicho hakipeleki harufu ya kumridhisha Bwana. Katika Malaki sura ile ya kwanza, Malaki sura ile ya kwanza mstari ule wa Malaki sura ya kwanza mstari ule wa 6, alafu tunasoma mstari ule wa 8 alafu tunasoma vile vile mstari ule wa 13 mpaka mstari wa 14. Malaki 1:6, alafu 8, alafu 13 mpaka 14. Mwana humheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kichwa changu kiwapi? Bwana wa majeshi wauliza ninyi, enyi makuhani mnaolidharau jina langu, nanyi mwasema tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Tena
anaeleza tumelidharau jina lake kwa namna gani. Tena mtoapo sadaka aliye kipofu si vibaya, yani mnaona ni sawa, na mtoapo sadaka walio vilema na wagonjwa, yani wanyama walio vilema na wagonjwa, si vibaya, mnaona ni sawa. Haya, mtolee liwali wako. Je, atakuwa radhi nawe au atakukubali nafsi yako? Asema Bwana majeshi. Tena mwasema, tazama jambo hili linatuchokesha namna gani, nanyi mmelidharau. Mbona tumekuwa tunafanya mwaka hadi mwaka, jambo hili linachosha, na hivyo mmelidharau. Asema Bwana majeshi, nanyi mmeleta kitu kilichopatikana kwa udhalimu na kilema na kilicho kigonjwa, ndivyo mnavyoleta sadaka. Je, ni kubali hii mikononi mwenu? Asema Bwana. Jibu ni la, sitaikubali, haitaniridhisha. Mmetoa vilivyo vibaya, mmetoa vile ambavyo mnaona nyinyi wenyewe haviwafai, badala ya kuchagua vilivyo vizuri, vilivyo vyema, ambavyo ninyi wenyewe mngetamani kuendelea kuwa navyo. Siwezi kuikubali sadaka hiyo, hiyo hainiridhishi. Na anasema badala ya baraka itakuwa laana. Lakini nalaaniwa mtu mwenye kudanganya, ambaye katika kundi lake ana mume akaweka nadhiri, ila mtolea Bwana kitu kilicho na kilema. Kwa maana mimi ni mfalme mkuu, asema Bwana majeshi, na jina langu latisha katika mataifa. Kwa hiyo ili jambo hilo lipendeze mbele za Mungu, vile vile sio tu ili mradi tunatoa sadaka shukurani, anaangalia vile vile tunatoa nini. Tunatoa nini? Je, kile tunachokitoa kinalingana na ile neema ambayo Mungu ameishusha kwetu? Anaangalia sana jambo hilo. Kumaliza mwaka ni jambo zito na kubwa, kwamba watu zaidi ya milioni 55 wamefariki. Mungu anaangalia, je, tunachokitoa kinalingana kweli na ile neema aliyetupa? Walikuwepo watu wawili waliotoa sadaka. Watu walitoa sadaka, Kaini na Habili. Lakini huyu mmoja akapata kibali mbele za Bwana, na mwingine ingawa alitoa sadaka hakupata kibali mbele za Bwana. Katika Mwanzo sura ile ya 4, Mwanzo sura ile ya 4 mstari ile wa 3 kuendelea, Mwanzo 4:3 kuendelea. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Ametoa sadaka Kaini, sio kusema kutoa, alitoa. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake. Angalia, wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama, tuseme hivyo, na sehemu tuseme hivyo, wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Wote walitoa sadaka, lakini sadaka ya Habili ndio ikapata kibali mbele za Bwana. Bwana akaridhishwa nayo, akaona huyu ambaye ametoa wazao wa kwanza wa wanyama wake, ambaye ametoa sehemu zilizonona, sio tu ili mradi anatoa, amechagua zilizonona, zile ndio zikapeleka harufu ya kumridhisha Bwana.
Kwa hiyo haitoshi tu kujua ni wajibu wetu kumaliza mwaka kwa kutoa dhabihu ya kushukuru, lakini tunatakiwa kutafakari kabla ya kutoa kwamba hiki kiasi ninachokitoa mimi na familia yangu, je, kinaweza kuhesabika kwamba ni wazao wa kwanza wa wanyama wetu, ni sehemu zilizonona za wanyama wetu, ili iwe ni sadaka ya kumridhisha Bwana ambayo itaonyesha kwamba ninaonyesha kivitendo kwamba ninamshukuru kwa kupata neema machoni pake. Lazima hilo liangaliwe na kuzingatiwa sana. Amen. Kwa sababu hii sasa, muda mfupi ujao, kila anayetaka kutoa dhabihu ya kushukuru ambayo tutaitoa Jumapili ijayo ya tarehe 29, kila anayetaka kufanya hivyo atapewa bahasha maalum ya shukurani ya kumaliza mwaka. Na Jumapili ijayo itakuwa na Jumapili ya shukurani. Kila kitu katika ibada hiyo kinakuwa ni cha kumshukuru Mungu. Nyimbo zote zinakuwa za shukurani. Kila jambo tunalilenga katika mwelekeo wa kumshukuru Mungu kwa kumaliza mwaka 2019. Na pamoja na mambo mengine, tutatoa sadaka hiyo maalum ya kumaliza mwaka 2019. Sadaka hiyo tutaitoa katika bahasha, na kwa maana hiyo utachukua bahasha hiyo muda mfupi ujao, na kulingana na kile kiasi unachokitoa, unaweza kuwa na bahasha hiyo moja haiwezi kutosha, unaweza kuchukua bahasha zaidi ya moja. Lakini vile vile unaweza kuwaza kutoa kwa ajili ya wengine katika familia kama alivyofanya Elikana. Kwa hiyo unaweza kuchukua bahasha kadhaa kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya ndugu na jamaa walioko nyumbani kwako ambao hawamjui Kristo vile unavyomjua wewe, na ukatoa kwa niaba yao. Lakini wengine wale ambao unaweza ukawaeleza kitu hiki nao wakaelewa, vile vile unaweza kuchukua bahasha kuwapelekea, ili wao nao washiriki katika kumrudishia Mungu utukufu. Yule anayetoa dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Amen. Unaweza kumfundisha yule ambaye umemwacha nyumbani na unajua na atakuelewa, unaweza kuchukua bahasha yake pia ukampelekea, alafu kuhakikisha bahasha zote zinawasilishwa siku hiyo. Wengine wamekuwa na desturi ya kuwasilisha hizo bahasha kwa muda mrefu sana mbele, na imekuwa inajitokeza hivyo mara kwa mara. Tuzingatie sana kurudisha siku ile inayokuwa imepangwa. Kuna kichwa ziada ambacho kinaongezeka katika kufanya hivyo, kwa sababu inakuwa ni siku maalum ambayo tunaileta sadaka hiyo iliyo wakfu mbele zake kwa pamoja. Kwa maana hiyo, wakati wa kuchukua bahasha, kila atakayesimama atapewa bahasha. Zingatia tu kwamba unaweza ukazungumza unataka ngapi, na hivyo unaweza kupewa bahasha 2, 3, 4, 5 hata 6 kulingana na mahitaji yako.
Usichukue tu bahasha ile mradi unachukua kwa sababu unajua hii ni atapewa fulani na hii ni ya fulani na hii ni ya fulani, au mimi mwenyewe nitatumia zaidi ya moja, na unachukua kwa sababu una lengo la kuzirutisha. Kwa maana hiyo sasa, tunahitaji kuchukua bahasha hizo sasa kwa shukrani, lakini kabla ya wakati huo tunahitaji kwanza kufahamu akina nani wanapenda kupata bahasha hizo, na hao peke yao ndio wasimame. Kisha baada ya kusimama, weka mikono yako juu. Mungu mwema, wote tulioweka mikono yetu juu, tumelisikia neno lako na tumegundua waziwazi haitupasi kujisifu mbele zako, maana hatuna lolote la kujisifia. Kwa hivyo kwetu mpaka sasa tunapomaliza mwaka ni kwa sababu tu tumepata neema machoni pako, si kwa sababu ya ukamilifu wetu, si kwa sababu ya haki yoyote tulionayo mbele zako, si kwa sababu ya lolote jingine, ni kwa sababu tu tumepata neema machoni pako, kwamba watu takriban milioni 55 wamefariki kote duniani tangu Januari. Kwa nini mimi? Kwa nini sisi? Ni neema tu tuliopata mbele za macho yako, na kwa sababu Bwana tumeweka mikono yetu juu, na Bwana tunakusudia kutoa dhabihu ya shukrani. Na wewe unasema yeye atoaye dhabihu za kushukuru, huyo ndiye anayekutukuza, kama alivyosema na Ibrahimu ukamwambia juu ya kumtoa mwanawe Isaka. Endelea basi kusema na kila moyo wa mmoja wetu, ili umjulishe achukue bahasha ngapi, zipi ni kwa ajili yake, zipi ni kwa ajili ya yule au yule, ili tufanye yaliyo mapenzi yako. Tusitoe tu dhabihu ili mradi tunatoa kama Kaini, lakini tutoe dhabihu itakayokupendeza, itakayopata kibali mbele zako, kama dhabihu aliyoitoa Habili. Mpe kila mmoja wetu kufanya hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu. Amen. Vema. Kwa hiyo watakapokuwa wanapita wahudumu na bahasha hizo, usipoeleza unataka ngapi, watakupa moja tu, lakini ukitaka zaidi ya moja itabidi uambie kiasi unachotaka. Na ukishapata hizo bahasha utaketi, na waliosimama ndio watajulikana kwamba hawa bado hawajapata. Unaweza kukawa na mtu wako ambaye hakuja hapa leo kwa sababu fulani, lakini unajua naye angependa kuwa na bahasha hiyo, waweza kumchukulia huyo pia. Naweza kwa mkeo, anaweza kwa mtoto wako na kadhalika. Na tutakuwa tunaimba wimbo wa shukurani wakati bahasha hizo zinagawiwa sasa. Shukuru, ninashukuru, kama si wewe
Bwana, ningekuwa wapi? Ninashukuru. Ninashukuru, ninashukuru. Kama si wewe Bwana, nisingefika leo. Ninashukuru. Ajali na magonjwa,
Simama pale ulipo sasa. Tutaimba wimbo huu tena kifupi, na baada ya kuimba wimbo kwa ufupi, wakati vyombo vitupu vinabaki, utapaza sauti yako mbele za Mungu na kuanza kumshukuru hata kabla ya siku hiyo ya tarehe 29, kwamba asante kwa sababu nimepata neema machoni pako. Asante kwa sababu familia yetu imepata neema machoni pako. Asante hata kwa ajili ya taifa letu kwamba limepata neema machoni pako. Kuna mengi unayoweza kuja mbele za Bwana ukishukuru na kumwambia Bwana akupe moyo wa shukurani, na moyo huo udhihirike unapomtolea dhabihu ya kushukuru Jumapili ijayo. Na wale ambao hawajafika leo, wakija siku ya Christmas Jumatano hii, wanaweza kupata bahasha hizo pia. Tunaweza kuarifu hivyo, na tukumbuke tu bahasha hizi hatutaki kuzirudisha siku ya Christmas. Kila siku ina mambo yake mbele za Mungu. Amen. Na tukifanya jambo kwa mahali pake na kwa wakati wake, ndivyo tunavyoweza kupata baraka zinazostahili. Tukijua hayo sasa, tutaimba wimbo huu kwa nguvu zaidi kuliko pale mwanzo, alafu tutaimba tu kifupi, alafu utapaza sauti yako ya shukrani wakati wa vyombo vitupu na kumwambia Bwana asante kwa jinsi ulivyonipa neema machoni pako. Hata ninahesabu siku chache zilizosalia kabla ya kumaliza mwaka, bado nikiwa napumua, nikiwa na afya yangu kiroho, bado nakutaja Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuna mengi ya kuzungumza, twende pamoja. Mwema, mwema Baba yetu, Baba yetu, Baba yetu, Baba yetu, oh mwema Baba yetu, Baba yetu. Wengine wamefahamu siri hiyo, wengine bado. Kama Mungu yu mwema kweli kwako, utapaza sauti zako kweli kwa shukurani, na vyombo vitakuwa tunarekebisha, sio vipige makelele kuzidi sauti zetu, ili sauti zetu zisikike mbele za Bwana. Twende. Mwema, mwema, mwema Baba yetu, Baba yetu, Baba yetu, Baba yetu, oh mwema Baba yetu, Mungu wetu, Baba yetu, Baba yetu, tunakushukuru Baba kwa uzima tulionao, kwa afya tulionayo, oh Baba yetu, Mungu
jina la Yesu. Baba, asante kwa neno lako ambalo limekuja kwetu kwa wakati wake, ili mwenye mwili awe yote katikati yetu asije akajisifu mbele zako. Kwa nini tujisifu? Hakuna lolote ambalo hujalipokea kwako. Yote tulionayo tumeyapokea kwako. Ni neema tu tuliyoipata machoni pako. Tumeanza kukusifu na kukushukuru. Tutafanya hivyo, tutafanya zaidi sana Jumapili ijayo kwa neema yako, kwa sababu umestahili kutukuzwa. Endelea kusema nasi Roho Mtakatifu kwa habari ya dhabihu tunayotakiwa kuitoa, ambayo itapeleka harufu ya kumridhisha Bwana wetu, ili tusitoe ili mradi tunatoa kwa desturi na mazoea, tukajikuta sadaka yetu kupata kibali mbele zako kama yale yaliyomtokea Kaini. Roho Mtakatifu tusaidie. Na Bwana mwema, tunaweka mikononi mwako siku nzuri ya Christmas na injili itakayohubiriwa siku hiyo. Bwana, okoa kila kona ya Tanzania kwa neno hilo. Na roho wa maombi ashuke kipekee tangu usiku wa leo. Roho Mtakatifu, ukitusaidia kuomba kwa kuugua, kwa sababu hatujui kuomba itupasavyo, ili maombi yatoshe kulingana na yale makubwa tunayotaka kuyaona siku hiyo. Na zaidi sana vile vile tunaomba kwa ajili ya Jumapili ijayo, siku maalum ya shukrani ya kumaliza mwaka, Jumapili maalum ya shukrani. Roho wako ataitangulia siku hiyo kipekee, ili kwa neema yako kama parapanda ijalia na bado natupa nafasi tena kuwepo Jumapili ijayo, tumimine mioyo yetu shukrani kipekee, tukikutukuza kwa shukrani kwa midomo yetu na kwa dhabihu zetu tutakazokutolea. Kila ambaye anamaliza ibada hii akiwa moyoni analenga kuwepo katika vikao vya zoni na kushiriki kamilifu katika kupanga mikakati ya kuifanya siku ya Krismasi iwe ni siku isiyosahaulika ya uvunaji wa roho za watu, yeye atakayeshiriki kamilifu katika maombi ya section kuelekea siku hiyo, Baba, yule atakayeshiriki kikamilifu katika kupeleka habari za ujumbe wa kuwepo hapa siku hiyo au kufuatilia katika mtandao ibada hiyo siku hiyo, kila mmoja namna hiyo mbariki kwa baraka zote. Christmas kwake iwe Christmas isiyosahaulika, Christmas iliyojaa baraka kushoto, kulia, ndani na nje, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Azunguko na baraka za kimwili, azunguko na baraka za rohoni. Na Bwana, muda mfupi uliosalia, wafungue milango mingi ya fedha ambayo kwa hiyo atakula na kunywa na kusaza, na kila ulimi utakiri kwamba wewe ni Bwana kwa wale wanaokutumainia.
Asante kwa sababu kila mlango uliofungwa utafunguliwa wakati wa majira haya ya Christmas. Na watu wako tunapokusherekea Kristo, tutakusherekea wewe ambaye kwako kila goti litapigwa, kila jina liko chini ya jina lako, maana umepewa jina kuu kuliko majina yote. Kwa jina lako Yesu Kristo, ambalo ni jina kuu kuliko kansa, jina kuu kuliko jina la ukimwi, jina kuu kuliko jina la utasa, jina kuu kuliko jina la homa zilizokwisha, jina kuu kuliko jina la matatizo katika uti wa mgongo, jina kuu kuliko jina la kila ugonjwa, jina kuu kuliko jina la mateso yote kwa majina yake. Yote haya kwa majina yake yatapiga goti mbele za jina lako tunaloliadhimisha majira haya ya Christmas. Na watu wako watasherekea kwa furaha ile ambayo ilinenwa wakati ule wachungaji kondeni, kwamba hii ni furaha itakayokuwa kwa watu wote. Na kila mmoja hapa ataogelea katika furaha hiyo, atashangilia katika furaha hiyo. Na wiki hii itakuwa wiki ya furaha, kwa sababu kila huzuni utaizamisha kwa utukufu wa Mungu Baba, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Vema sana. Ndivyo tunavyomaliza kabisa ibada yetu kuu kwa leo. Na tukumbuke ibada fupi ya shukurani itakuwa inaanza saa 1:30 kamili jioni ya leo, na maombi ya tai yatakuwa naanza saa 2 kamili usiku. Tukumbuke vile vile kwamba siku ya Krismasi hakuna madarasa ya Biblia asubuhi. Ni ibada tu moja, ibada kuu ya Krismasi inayoanza saa 3 kamili usiku, asubuhi, saa 3 kamili asubuhi. Lakini maombi ya tai yanakuisha saa 2 asubuhi siku hiyo, na wakati wote baada ya hapo milango inafunguliwa kwa ajili ya kuanza ibada hiyo. Lakini Jumapili ijayo tarehe 29, Jumapili ya shukurani, itakuwa na ibada zote 3 kama kawaida, ikitanguliwa na madarasa ya Biblia kama kawaida. Tukiyajua hayo yote sasa, tunakuwa tayari kwenda moja kwa moja katika vikao vya zoni. Baada ya kushikana mikono, kila mmoja mwambie mwenzio Merry Christmas and Happy New Year.
watatu wanne watakie baraka, watakiwe heri ya fanaka, heri na fanaka kwa ajili ya Christmas. Mwambie na mwingine hata kwa Kiswahili, heri ya Christmas na uwe na mwaka mpya wenye furaha kubwa. Moja kwa moja sasa katika vikao vya zoni zetu.